tutaangalia ni kina nani ambao wanastahiki kurithi. Tutaanza upande wa wanaume, alwarithuna minar rijali, wanaotakiwa kurithi katika upande wa wanaume. Almustahiquna lilirthi minar rijali almujma' ala irthihim 10 ijmalan, wanaostahiki kurithi katika upande wa wanaume mkusanyiko wao ni watu 10. Ni watu 10 kiujumla. Kwa hiyo kuna kiujumla alafu kuna kiupambanuzi. Yaani kiupambanuzi ni watu 15. Kiujumla ni watu 10. Tutafafanua hawa watu 10 wanakuwa vipi na hawa wanaopatikana 15 inakuwa vipi. Wa kwanza kabisa ambaye anatakiwa kurithi al-ibnu, mtoto wa kiume. Amekufa mtu akaacha mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ana haki ya kurithi katika mali ya baba yake au mali ya mama yake. Wa pili, ibnu libni wa in nazalat, mtoto wa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume wa mtoto wa kiume. Kwa lugha nyingine utasema nani? Mjukuu. Mjukuu, lakini mjukuu huyu aliyezaliwa na mtoto wa kiume. Yaani wewe una mtoto wako wa kiume. Mtoto wako wa kiume akazaa mtoto wa kiume. Kwa hiyo yule mtoto wa kiume ana haki ya kurithi. Na huyu anamrithi nani hapa? Babu. Huyu anamrithi babu. Wa in nazalat, hata kama watashuka chini. Wa in nazalat, hata kama watashuka chini. Kushuka chini kivipi? Wewe una mtoto wako wa kiume. Mtoto wako wa kiume akazaa mtoto wa kiume. Yule mtoto wa kiume akazaa mtoto wa kiume. Na yule akazaa mtoto wa kiume. Ndio maana yake wakishuka chini. Kwa hiyo akapatikana mjukuu wa mjukuu wa mjukuu wa mtoto wangu wa kiume. Kama watapatikana, yani sheria imetaja hivi, kama ikitokea watakuwepo, basi wana haki ya kufanya nini? Ya kurithi. Kwa hiyo tumeona wa kwanza ni mtoto wa kiume, wa pili ni mjukuu wa kiume, na hata kama watashuka chini. Watatu, abuhu wa in ala, kwa maana watatu ni al-abu, baba yupo kundi la tatu. Ameanza mtoto wa kiume, akaja mjukuu wa kiume, anakuja baba ana haki ya kurithi, kumrithi mtoto wake. Wa abuhu, na baba yake baba, ambaye ni nani huyu? Babu naye pia ana haki ya kurithi. Wa in ala, hata kama watapanda juu. Kupanda juu yani akapatikana babu mzaa babu mzaa baba, ndio maana ya kupanda juu. Au babu mzaa babu mzaa babu mzaa baba, kama watapatikana. Sawa? Kama ikitokea watapatikana. Lakini kwa zama tulizonazo hizo wanaweza kupatikana, au sio? Kwa zama tulizonazo wanaweza kupatikana, kwa sababu vijana wanazaa bado wadogo. Unakuta kijana bado ana baba yake, kuna babu yake. Kama watapatikana, sheria imetaja hivyo. Watano, al-akhu shaqiqu, ni kaka baba mmoja mama mmoja. Al-akhu shaqiqu, kaka baba mmoja mama mmoja. Wewe una kaka yako ambaye mmechangia baba mmoja mama mmoja. Unapokufa wewe, huyu kaka yako ana haki ya kukurithi wewe. Sawa? Kaka baba mmoja mama mmoja ana haki ya kukurithi wewe, ndugu yake. Wa sita, ibnul akhi, mtoto wa kaka. Huyu kaka ambaye tumemzungumzia hapa, baba mmoja mama mmoja, mtoto wake. Mtoto wa kaka ana haki ya kukurithi wewe, ambaye wewe atakuita nani? Atakuita baba mdogo au baba mkubwa.
ibn al-akhi shaqiq, mtoto wa kaka, ambaye mtoto huyu na baba yake umechangia wewe na yeye baba mmoja mama mmoja, anaitwa ibn al-akhi ash-shaqiq. Tumeelewana hivyo? Kwa hiyo tumeanza wa kwanza al-ibnu kwa maana mtoto wa kiume, wa pili ibnu libni, mtoto wa kiume kwa maana mjukuu hata kama watashuka chini, wa tatu al-abu, baba, wa nne abuhu kwa maana al-jaddu, babu hata kama watapanda juu, wa tano al-akhu shaqiq, ni kaka ambaye mmechangia baba mmoja mama mmoja, wa sita ibn al-akhi shaqiq, mtoto wa kaka ambaye mmechangia baba mmoja mama mmoja, wa saba al-ammu shaqiq, baba mdogo ambaye amechangia na baba yako baba mmoja mama mmoja. Al-ammu shaqiqu ni baba mdogo au baba mkubwa ambaye amechangia na baba yako baba mmoja mama mmoja. Wa nane ibnul ammi, mtoto wa baba mdogo. Mtoto wa baba mdogo kwa maana baba mdogo tuliyemtaja hapa mtoto wake. Mtoto wa baba mdogo shaqiq ambaye amechangia baba mmoja mama mmoja pamoja na nani? Na baba. Wa tisa azauju, mume naye ana haki ya kurithi. Mume anakuwa anamrithi nani hapa? Anamrithi mke. Mume anamrithi mke. Na wa kumi almaula almu'tik, ni yule mtu ambaye alimnunua mtumwa halafu akamwachia uhuru wake, akamwambia uko huru, basi huyu ana haki ya kurithi. Huyu anamrithi nani? Tulisema anamrithi yule mtumwa wake yule aliyemnunua akamwachia huru. Kama ikitokea amekufa yule, huyu naye atakuwa na haki ya kurithi. Kwa hiyo hawa ni watu 10 ambao wanastahiki kurithi. Turudie tena kwa sababu ni vigumu kushika mara moja. Tumesema wanaostahiki kurithi kwa ujumla. Tutataja kwa ujumla alafu tutataja kwa upambanuzi. Kwa ujumla wako 10 na kwa upambanuzi wako 15. Wa kwanza kabisa ni ibnu, mtoto wa kiume. Wewe una mtoto wako wa kiume, unapokufa mtoto wako wa kiume ana haki ya kurithi. Tutakuja kutaja huko mbele darasa litakalokuja watarithi mafungu gani, tutakuja kutaja mafungu yao. Kwa hiyo ibnu ana haki ya kurithi, mtoto wa kiume. Wa pili ni ibnu libni, mtoto wa kiume kwa maana mjukuu wako wa kiume ana haki ya kukurithi wewe babu yake. Wa innazala, hata kama watashuka chini, mjukuu wa mtoto wangu ananirithi mimi, mjukuu wa mtoto wangu wa kiume ananirithi mimi. Kwa sharti lazima wawe ni wa kiume wote. Tunazungumzia wanaorithi katika wanaume, kwa hiyo wawe ni wanaume wote. Awe ni mjukuu wa mtoto wa kiume, isije ikatokea mjukuu wa mtoto wa kiume wa mtoto wa kike wa mtoto wa kiume, akishaingia tu mtoto wa kike katikati tayari ishaharibika hapo. Kwa hiyo lazima iwe ni upande wa kiume hivyo. Huyu tumesema wangapi? Wa pili, si ndio? Wa tatu al-abu, baba ana haki ya kurithi kwa maana anamrithi mwanawe. Wa nne abuhu kwa maana al-jaddu, babu ana haki ya kurithi, babu anamrithi mjukuu wake. Wa tano al-akhu shaqiq, kaka baba mmoja mama mmoja, kwamba wewe una kaka yako baba mmoja mama mmoja, au mdogo wako baba mmoja mama mmoja, huyo ana haki ya kukurithi wewe ndugu yake. Wa sita ibnul akhi, mtoto wa kaka ambaye ni baba mmoja mama mmoja, ana haki ya kurithi. Wa saba al-ammu shaqiqi, baba mdogo au baba mkubwa
ambaye mmechangia baba mmoja, mama mmoja na baba yako, huyu naye pia ana haki ya kurithi. Katika lugha ya Kiarabu tunapotaja al-ammu huwa anakusudiwa baba mdogo au baba mkubwa. Tukitaja al-akhu maana yake ni ndugu, lakini tukitafsiri kwa upana maana yake ni kaka au mdogo, yani awe ni kaka yako wewe au mdogo wako. Kwa hiyo wa 7 ni al-ammu shakiki, wa 8 ibnu al-ammi, mtoto wake, mtoto wa baba mdogo, wa 9 azauju, mume, na wa 10 al-maula al-mu'tik, kwa maana yule mtu ambaye alimnunua mtumwa, alimkomboa mtumwa akamwachia uhuru wake, huyu ana haki ya kurithi, na kurithi kwake yeye anamrithi huyu aliyemkomboa huyu mtumwa wake huyu, lakini sio kinyume chake, sio kinyume chake. Huyu aliyekombolewa hawezi kuja kurithi kwa huyu aliyemkomboa, lakini huyu ambaye aliyemkomboa atamrithi huyu aliyekombolewa. Tunataja kwa upambanuzi sasa ili tuone hawa 15 wamepatikana vipi. Wa kwanza tumesema mtoto wa kiume, wa pili mjukuu, kwa maana mtoto wa mtoto wa kiume, wa 3 baba, wa 4 babu, wa 5 ni kaka, baba mmoja mama mmoja, wa 6 ni kaka, baba mmoja, wa 7 ni kaka, mama mmoja. Tumeona wanapoongezeka hapa. Ile ya kwanza tulipata idadi 10, alitajwa kaka, baba mmoja, mama mmoja basi. Lakini katika idadi hii ambao wanapatikana 15, anaongezewa kaka, baba mmoja na kaka, mama mmoja. Kwa hiyo wa kwanza mtoto wa kiume, wa pili mjukuu wa kiume, wa 3 baba, wa 4 babu, wa 5 kaka, baba mmoja mama mmoja, wa 6 kaka, baba mmoja, wa 7 kaka, mama mmoja, wa 8 mtoto wa kaka, baba mmoja mama mmoja, wa 9 mtoto wa kaka, baba mmoja. Hapa naongezeka tena mmoja hapa, wa 9 mtoto wa kaka, baba mmoja, wa 10 baba mdogo au baba mkubwa ambaye ni baba mmoja mama mmoja na baba, wa 11 baba mdogo au baba mkubwa ambaye baba mmoja na baba wamechangia baba huyu mmoja, 11 tumepata hapo. Wa 12 mtoto wa baba mdogo waliochangia baba mmoja mama mmoja na baba. Wa 13 mtoto wa baba mdogo au baba mkubwa waliyechangia baba mmoja tu. Wa 14 ni mume. Wa 15 ni yule bwana ambaye amemnunua mtumwa akamwachia uhuru wake. Hawa ndio ambao wanaotakiwa kurithi, ambao 15 au wangapi? Au 10. 10 kiujumla, 15 kiupambanuzi. Sisi tunapata fikra kidogo. Maana hapa tunapeana fikra tu. Tunapeana fikra ili tujue, hata wewe ukiwa unajua kumbe hata mimi kwa mzee wangu narithi. Kumbe mimi hata yule fulani anatakiwa kunirithi. Yaani tunataka tupate tu ile fikra kwamba wanaorithi ni kina nani, ili sije ikatokea kama tunavyofanya. Amekufa mtu, utakuta wajomba, watu wote wamekusanyika hapa. Kila mmoja anaona ana haki ya kurithi. Kumbe maskini hakuna wanao haki ya kurithi, wengine wapo baadhi yao. Kwa hiyo wanaotakiwa kurithi ni hawa tuliowataja. Lakini tusomeshe bana, tupeane vitu na tusomeshe bana. Naam. Inshallah. Kwa hiyo hawa waliotajwa 10 au 15, ukija ukiangalia mafungu utakapoyataja kule, mafungu ni machache. Mafungu yako 6 tu. Tutayataja mafungu yako 6 tu. Mafungu 6. Wakorithi wako wangapi? Wakorithi wako wangapi? 15. Mafungu 6. Akili inauliza hapa, inakuwaje sasa mafungu 6 wakorithi 15? Hao waliotajwa
ni watu ambao wanastahiki, wana haki ya kurithi. Lakini sasa huwa inategemeana. Sawa, una haki ya kurithi. Amekufa mtu akakuacheni nyinyi ambao mna haki ya kurithi. Sheria huwa inaangalia katika hawa kuna wengine huwa wanakuwa wana nguvu zaidi kuliko wengine. Yaani nguvu kwa maana wana ukaribu zaidi na marehemu kuliko hawa wengine. Kwa hiyo yule aliyekuwa na ukaribu zaidi, yule ndio anasogea mbele, anaweza kurithi, alafu akamzuia yule ambaye ukaribu na marehemu uko mbali. Umeelewa? Sasa mfano hawa wote tuliotaja 15 wanapokusanyika wote, tujalie hivyo japokuwa ni vigumu. Amekufa mtu alafu akawaacha hawa 15 wote wapo. Sheria imetaja, imesema wanapokusanyika wote hawa 15 wote wamekusanyika, amekufa mtu, wenye haki ya kurithi ni 3 tu. Tumeona sasa inavyoanza kuwa kwamba ni 15 wote wapo au 10 hawa. Amekufa mtu, wenye haki ya kurithi ni 3 tu katika wanaume tunazungumzia. Wa kwanza kabisa al-abu, baba. Wa pili mtoto wa kiume. Wa tatu mume. Watu 3 hawa. Wa kwanza ni baba, mtoto wa kiume na nani? Na mume. Yaani hawa tunasema piga ua. Wamekusanyika wote 15 wapo warithi. Watakaopata ni hawa 3 tu basi. Wengine wote wanatupwa nje. Wa kwanza ni baba, wa pili ni mtoto wa kiume na wa tatu ni mume. Kwa maana hawa lazima watarithi tu, lazima. Kwa sababu ukiangalia baba atarithi kwa nani? Kwa mtoto wake. Yuko jirani zaidi baba kuliko kina baba mdogo, kuliko siju kina kaka, siju kina nani. Baba yuko jirani zaidi na mtoto wake. Lakini wa pili aliyetajwa ibnu, mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume atamrithi nani? Baba yake. Yupo jirani zaidi na baba yake kuliko wengine. Wa tatu ni zauju, mume. Mume anamrithi nani? Mke. Mume na mke, yani kitendo tu cha kufungishwa ndoa, tayari mume ana fungu lake kwa mke na mke ana fungu lake kwa mume. Angalia sheria ilivyotaja. Tulitaja huku nyuma sababu za kurithi. Tukaona miongoni mwa sababu ni an-nikahu, ndoa. An-nikahu, ndoa. Kwamba sheria inahesabu kitendo cha kusema nimekubali. Umekubali kumuoa? Ndiyo, nimekubali. Hata kama mke huyu hajafika nyumbani kwako, hajui unamiliki nini, kitendo cha kusema tu wewe nimekubali, ina maana tayari huyu mke ana fungu lake kwako wewe mume. Fungu lake hapo itategemeana. Ima inaweza ikawa ni robo au inaweza ikawa ni thumuni. Kwa hiyo itategemeana hapa. Na mume hivyo hivyo, kitendo cha kusema nimekubali, mume naye ana haki ya kurithi kwa mke, kama ilivyokuwa mke naye ana haki kurithi kwa nani? Kwa mume. Kwa hiyo hawa watu 3 vyovyote itakavyokuwa lazima warithi watakapokusanyika hawa watu 15 au watu wangapi? 10. Baada ya hapo tuangalie kipengele kingine. Tuangalie upande wa wanawake. Hapa tumeangalia upande wa wanaume. Alwarithatu minan nisai, wanaorithi katika upande wa wanawake. Almustahiqatu lilirthi minan nisai almujma ala irthihim 7 ijmalan wa 10 tafsilan. Wanaostahiki kurithi katika upande wa wanawake ni watu 7 tu kwa ujumla. Kwa ujumla ni watu 7 na kwa ufafanuzi watu wangapi? 10. Kwa hiyo 7 kiujumla na 10 kiupambanuzi. Katika hawa 7, wa kwanza kabisa binti. Albintu, binti. Umekufa wewe ukamwacha binti yako. Binti yako huyu ana haki ya kurithi kwako wewe. Binti ana haki ya kurithi kwa baba yake. Wa pili bintu libni, binti wa mtoto wa kiume. Binti wa mtoto wa kiume. Wewe una mtoto wako wa kiume, mtoto wako huyu wa kiume akazaa na binti yake.
basi yule binti ana haki kurithi kwa babu yake. Kumbuka kule tulivyotaja kwa wanaume alitajwa nani? Ibnu libni, mtoto wa kiume, kwa maana mjukuu wa kiume. Hapa anatajwa mjukuu wa kike, lakini mjukuu huyu wa kike lazima awe ametokana na baba, ametokana na mwanaume. Yani sisi tunaona hikima yake hapa. Hikima yake, huyu mjukuu wa mtoto wa kiume, hata majina yake kwanza, majina yake anachukua yale ya babu yake. Wewe unaitwa Mi'raji, una mtoto wako anaitwa Kasimu, huyu Kasimu ataitwa Kasimu Mi'raji. Huyu Kasimu akazaa binti anaitwa Fatima, ataitwa Fatima Kasimu Mi'raji. Sawa? Ndio maana anakuja kurithi huku. Lakini ikija ikitokea binti wa binti, yani binti wa mtoto wa kike, kwamba wewe una mjukuu wako, lakini mjukuu huyu amezaliwa na mwanamke, huyu hatakiwi kurithi, kwa sababu huyu ana jina lingine, hana jina la huyu babu yake. Yani huyu atatakiwa ende akarithi kule upande wao huko, sio huko. Unaelewa hapa? Kwa hiyo wa kwanza tumesema binti, wa pili ni binti wa mtoto wa kiume, kwa maana mjukuu, wa insafala, hata kama watashuka chini, yani awe binti wa ibn. Binti mtoto wa kike wa mtoto wa kike wa mtoto wa kiume, yani ile mtiririko wao uende kwa nani? Kwa mtoto wa kiume vile vile. Watatu al-ummu, mama. Wanne al-jaddatu li ummi, ni bibi mzaa mama. Watano al-jaddatu li abi, bibi mzaa baba. Kwa hiyo bibi mzaa mama anaingia na bibi mzaa baba anaingia. Wa sita al-ukhtu shaqiqa, kwa maana dada, baba mmoja mama mmoja. Wa saba azauja, mke. Na wanane, nafia hesabu tumekosea hapa. Wa saba sasa atakuwa ni al-maulatul mu'tika, atakuwa ni yule mtu ambaye alimnunua mtumwa alafu akamwachia uhuru wake, lakini mwanamke. Kwa hiyo kule mwanaume na hapa mwanamke ambaye kamnunua mtumwa akamwachia uhuru wake, naye pia ana haki ya kufanya nini? Ya kurithi. Wa kwanza tumesema ni binti, mtoto wa kike. Wa pili ni mjukuu wa kike, lakini mjukuu huyu awe wa mtoto wa kiume. Wa tatu mama. Wa nne bibi. Watano dada, baba mmoja mama mmoja. Wa sita mke. Wa saba yule aliyemnunua mtumwa akamwachia uhuru wake. Kwa hiyo hawa saba kiujumla, ama kiufafanuzi, ni wataongezeka hapa kwenye bibi, atakuwa bibi mzaa mama na bibi mzaa baba, anaongezeka mmoja, wanakuwa 8. Alafu ataongezeka kwenye al-ukhtu shaqiqa, pale dada, baba mmoja mama mmoja, ataongezeka dada baba mmoja, ataongezeka dada mama mmoja. Hesabu yake inapatikana wangapi? 10. Na haya inshallah inafika kipindi cha mwisho, nijaribu kuandika Kiswahili. Tutatoa karatasi kidogo ambazo zina mwanga kidogo wa Kiswahili, tutayaona kwa Kiswahili haya. Okay, tumalizie sehemu ya mwisho, kipengele cha mwisho kabisa kwa darasa letu leo. Tumalize upande wa hawa wanawake wanapokusanyika wote. Kama tulivyoona upande wa wanaume wanapokusanyika wote 15 au 10 hawarithi isipokuwa wangapi? Watatu. Wa kwanza ni nani? Wa kwanza alikuwa nani? Baba. Wa pili mtoto wa kiume. Watatu mume. Hawa watatu ndio ambao walikuwa, yani wakikusanyika wote 15 hawa lazima warithi. Ama wanapokusanyika hawa watoto wa kike 10 au 7 kama tulivyotaja, wanaotakiwa kurithi hapa ni 5 tu. Wala ujitamaa kullu nisa'i faqat waritha minhunna 5. Wanapokusanyika wanawake wote wanaorithi ni 5 tu basi. Kwa hiyo 5 watatolewa wangapi? 2, au watatolewa wangapi? 5.
Wa kwanza kabisa bint, albint, binti kwa vyovyote lazima arithi. Wa pili bintul ibni, kwa maana binti wa mtoto wa kiume, mjukuu huyu atarithi. Wa tatu al-ummu, mama atarithi. Wa nne azauja, mke naye atarithi. Na watano al-ukhtu shakika, dada, baba mmoja mama mmoja na marehemu. Hawa watano ndio ambao kwa vyovyote lazima warithi. Na hawa watano ambao lazima warithi, wakati huu anakuwa amekufa nani? Ukiangalia kwa mujibu wa hao waliotajwa, aliyekufa ni mwanaume au mwanamke? Mwanaume. Ndio maana kumetajwa hapa sikuna mke. Kwa hiyo kama kuna mke, na maana aliyekufa ni nani? Ni mwanaume. Na wana mafungu yao ambao tutakuja kuyataja. Kwa hiyo hawa ndio ambao wanaotakiwa kurithi. Upande wa wanaume tumetaja watu 10, 15, na upande wa wanawake 7 kwa ngapi? Kwa 10. Wanapokusanyika wanaume wote, basi wanaorithi ni watatu tu, mtoto wa kiume, baba pamoja na mume. Na upande wa wanawake wanapokusanyika wote 10 au 7, wanaotakiwa kurithi ni wangapi? 5 tu, ambapo wa kwanza ni binti, alafu mjukuu wa mtoto wa kiume, mama, mke pamoja na dada, baba mmoja mama mmoja. Hadha wabillahi tawfiq.